Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Ni furaha iliyoje kukutana tena nawe mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24. Hii ni TV yako ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Muda mzuri wawe kuweza kupata taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako ni mimi Safari Almasi, tega sikio. Tuanzie na huko Walikale ambako raia wengi wamekimbia makazi yao kutokana na mapambano kati ya jeshi la taifa FARDC dhidi ya wazalendo katika eneo la Rusamambu na Buseula. Eneo la Rusamambu inamilikiwa na wazalendo huku eneo la Buseula likimilikiwa na waasi wa AFC M23 katika groupement ya Ikobo tarafani Walikale. Kulingana na duru za mahali, kumiliki kila upande baadhi ya maeneo kati ya wazalendo na waasi wa M23 ndio ilipelekea mapambano ya pande hizo mbili na kupelekea raia wengi kukimbia makazi yao. Raia wa eneo hizo mbili wako katika hatari huku wakiomba msaada kwa mashirika ya kiutu. Na huko Uvira, mji mkuu kwa sasa wa jimbo la Kivu Kusini, ni kwamba vitendo vya mauaji ya kutumia silaha vinaripotiwa kushamiri zaidi siku hizi ndani ya mji wa Uvira, ambako mwanzoni mwa wiki hii zaidi ya vifo 5 ndivyo vimekwisha kuorozeshwa. Kwa jambo hilo, mashirika ya kiraia yanaomba kwa viongozi husika na usalama kuvalia njuga swala hilo mapema. Katika mazungumzo na TV yako, na mwanasheria Chako Changbon Ane ameanza kwanza kutoa picha halisi ya kile kinachoendelea hasa vitendo vya mauaji hapo Uvira. Kuna umoja mwenye aliuawa jana mkartie Rugenge, na mwingine nilikuwa bengine batatu ilikuwa accident mkartie Kimanga. Bale bakartie Kimanga balikuwa bamotare bawili bakirundi ambao habakujulikana. Mmoja anatoka gambo ya Meri anakuya Mulongwe, mwingine anatoka kama Mulongwe anaenda njia ya Meri, ni barabara ya Kabolimbo. Sasa bote bawili bakagongana, bakapigana teke, bamotare bote bawili bakakufa na abiria umoya akakufa. Balikufa pale pale bote matatu, na bote habajazikiwa. Abiria alikuwa soda na wale motare balikuwa bote Barundi, habajazikiwa bote bangaliki wale wa Burundi, na wengine mota na ule soda bangaliki bote morgue. Paraporo ya hapo motare wale wa Kirundi ilikuwa acceleration ya vitesse. Unajua kweli Barundi bako na accelere sana barabara, bako na confusion sana ya barabara, bako vraiment ya vitesse ya kabambi sana. Hiyo tunajua, tumeshawaambia na tunayabasikiaje. Kama ni jua mingi, kama ni essence na bakoroka mkichwa hautaelewa. Lakini pia kuna wajene wawili mamwizi wenye waliuawa mkartie Songo usiku wa kucha leo. Bale wajene balitoka mnamo mzo centrale ya Uvira, na wakati walitoka mzo centrale ya Uvira, unajua kwamba raia iko na boga na kila mtu kuna surveiller mwenzake, ndio raia imewakamata na kuwaua. Ndani kulikuwa mna wazalendo wale wa raia bakawapiga masase bakakufa. Hiyo ni evenement ilikuwa mkartie Songo ya bamotari, ilikuwa mkartie Kimanga. Tukienda ngambo ya juu jana kuche wa jana, kuna jeune garçon mwenye alipenda kunyang'anya mzalendo bunduki mnamo kartie Rugenge. Sasa ule mzalendo aliona vibaya hali ya ule kijana, ndio alikuwa hajulikani, na ndio ule mzalendo akapiga ule kiana masase mkifua na mkichwa, ule kiana akakufa pale pale. Wenyewe walimzika walikuwa wa Croix Rouge. Hiyo ndio hali ya majeraha na hali ya vifo wa vijana kupitia silaha ambayo wengine vijana wanakamata. Na alipolizwa kanini visa vya mauaji vinaendelea kuripotiwa kila kuchao, wakati eneo hilo ndiko ngome ya kijeshi. Chako Changu alijibu yafuatayo: sikufichi mtangazaji, watu wanakufa wengi katika Uvira. Kuna wamoja wanajulikana na kuna wengine hawajulikani, na wamoja wanajulikana kwa sababu makaiko, lakini wengine kajulikana kwa mwenzako ana mipote yake au juu kwenye wako. Ile iko dina nini? Iko dina na kwanza na mtu yeye peke anadevelope hali mbaya mbele mwenzake. Ya pili, kuna watu walikutaniwa kwa madossier entre wao kwa wao.
na wanafanya vengeance privé. Mtu anaenda kuambia wazalendo ndio wenyewe wamkatie sheria, ama anaambia watu wabaya ni kuwa na silaha ndio wamkatie sheria, ama yeye mwenyewe anajikamatia mareglementi, ama yeye mwenyewe anajikamatia silaha anaregle konte yepe. Ndio hali ambayo tunaishi katika Uvira. Watu waaminiani na tunashirikiana kwa saa na usiku na mchana, na wengi hawalali nyumbani kwao. Mtangazaji, ni kweli kwamba Uvira ndio kwenye piko komanda 33e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa 10e region militaire, Uvira ndio kwenye piko komanda wa secteur Sokola de Sud Kivu. Utaelewa kwamba Uvira ndio kwenye piko koalisio kubwa ya wazalendo. Wazee wetu wa Yakutumba wako hapo, wazee wetu wa Rene Itongo wako hapo, wazee wetu wa Makanaki Kasimbira John wako hapo, wazee wetu wa Kashumba wako hapo, wazee wetu wa Abdul wako hapa na wengine. Utaelewa kwamba kunaweza kuwa tu kati ya watu, kati ya jeshi, kati ya wazalendo wenye wako na roho mbaya, lakini si wote, na wale kuna roho mbaya ni wadogo sana. Lakini kile tumemani kwamba tunashukuru wazalendo wakubwa ni kwamba wamekataza masasi kulia hofu, na wameambia kwamba mtu alinde mwenzake. Ila kuna wamoja wenye wanaweza kuwa kuna nia mbaya kati ya wazalendo wao, kati ya FARDC au kati ya watu katika unajua kwamba Uvira maarme iko huko Baraka, mji ambao unapatikana jimboni Kivu ya Kusini. Ni kwamba meya mji wa Baraka kwa muda na vitengo vya usalama wametembelea kwenye bandari ya Mshimbake ili kupata suluhu kwa mzozo ulioko kati ya vikundi vya wazalendo kwa kutaka kila kundi kukusanya pesa eneo hilo. Msafara huo umetembelea pa Mshimbake siku ya 3 ya wiki tunayo ya tarehe 30 Aprili 2025. Katika mazungumzo na TV yako, Bi Emerite Tabisha Mongelwa amesema kuwa wameamua kutembelea pa Mshimbake kutokana na hali ilivyokuwa kati ya vikundi hivyo vya wazalendo. Bi Emerite Tabisha Mongelwa ameeleza fuatayo kwenye TV yako. Tunatembea kwenye poro ya Mshimbake nikishindikizwa na kolonel wa FARDC, major wa la police na service ya ANR. Tunakuja kwa hiyo lengo tu ya kutafuta namna gani kutatua mzozo ambao umo kati ya vikundi vya wazalendo kufuatana na mfuko ambao wanagawanya kwa kuishi kidogo kidogo kwa wakati huu ambao wako wanapiga bunduki, ambao wanaita effort de guerre. Pesa ambao zinakongolewa kwa kuwasaidia wao wazalendo zinaleta mzozo. Kwa hiyo iliomba tufike kwa kuangalia namna gani tutamaliza mzozo, kwa sababu tumeona wale wengine wazalendo wa makundi zingine wamefanya kambi huku, na hiyo kambi sio kwetu kwa usalama, sio mzuri zaidi, kwa sababu na wengine wakileta huku milio ya masasa inaweza kuwa, na hiyo itakuwa inazofisha zaidi sana usalama wa watu. Tulikuja kwanza kusalimia hii kundi ambayo iko hapa, na pili kujadiliana na vitengo vya serikali ambavyo viko kwenye port. Pia kuangalia usalama wa maboti. Kuna boti 3 hapa ambazo ziko na mizigo, kuangalia usalama wa maboti, na hiyo mizigo ni kusema mali ya raia ambao sisi serikali tunaanza kutosha kotozo. Nitaendelea kuweka malalamiko ya raia wangu kwa kipaumbele mpaka mwisho wa mula wangu, kwani mimi ni mtumishi wao. Ndivyo amesemayo mbunge wa taifa mchaguliwa tarafa Fizi, Bwana Msenyi Bwapele Janvier, ambaye amehakikisha kuwa mitihani ya kiraifa itafanyika kwa bure. Habari ya furaha tena kupunguza majonzi hasa kwa wazazi wa watoto hametoa katika mazungumzo na TV yako kwenye line ya simu akiwa huko mjini Kinshasa. Mchaguliwa huyo wa Fizi, mbunge Msenyi Bwapele Janvier, amepongeza serikali kuu ya Kinshasa kwa ukubali ombi lake ili mitihani ya kiraifa iweze kufanyika kwa bure kwa mwaka 2024-2025 kama alivyoeleza hapa kwenye line ya simu ya TV yako. Na wapatia kwanza pole ndugu zetu wote wanaopatikana Nord Kivu, Sud Kivu na Ituri, en particulier Fizi. Unajua Est inapitia magumu mengi, na hiyo magumu imeletwa na vita ambavyo vimetoka Rwanda ikitumikisha hapa nchini kwetu M23 na AFC, na hiyo ilifanya watu wengi wakimbie, imefanya watu wengi wahombe, na imefanya hata ndugu zetu wengi
waache shule kwa sababu wazazi wameomba na hawana namna ya kutafuta kwa sababu ya vita. Mimi kama vile mmoja wa wanabunge, mtumishi wa raia, nilipoona na kusikia jinsi ndugu zetu zaidi les jeunes espoirs du Congo wanaacha masomo na wengine hawana na possibilité tena na uwezo ya kufanya examen d'etat parce que déjà vita imekuja haribu pato la familia. Mimi nikasema jambo hili linabidi lizungumzwe katika bunge. Na ilipofika tarehe 11 wa mwezi huu ambao umefika mwisho, mimi mtumishi wao nilisimama nikaambia ndugu zetu, nikaambia kolege wenzangu katikati ya bunge kwamba inabidi bunge liangalie namna gani naweza kusaidia ndugu zetu, au government iangalie namna gani naweza kusaidia ndugu zetu. Na tukafanya mambo kama na hayo, watajua kwamba tuko pamoja nao. Na huko Kinshasa ni kwamba shirika la Congo Action pour une diplomatie agissante CADA kwa ufupi linaomba kwa serikali kutoa maelezo ya kufafanua yaliyomo kwenye tamko la kanuni ma declaration de principe zilizosainiwa Ijumaa Aprili 25 huko Washington kati ya DRC na Rwanda chini ya uangalizi wa Marekani. Katika taarifa iliyochapishwa Jumatatu Aprili 28, Eric Kamba, mratibu wa muundo huo, anaamini kwamba mambo kadhaa makubaliano haya yanaibua maswali na wasiwasi kati ya baadhi ya raia wa Kongo. Kulingana na shirika hilo la CADA, Wakongo wengi ukasirishwa na ukweli kwamba tamko hilo linatoa juhudi za amani bila kukaribia na kuzungumzia uhalifu wa kivita, ubakaji mkubwa na kesi za mauaji yaliyovumbuliwa na Umoja wa Mataifa, na kwamba hakuna utaratibu wa fidia unaotarajiwa. Kwa kuongezea, shirika lielewe jinsi inawezekana kupiganisha vikundi vyenye silaha bila kutaja kwa mfano jukumu la Rwanda ambalo kujiondoa kwa askari wa M23 kunahitajika katika kusaidia mzozo huu. Shirika la CADA linaamini kwamba serikali ya Kongo ina jukumu la kufafanulia raia wa maeneo yanayokumbwa na mzozo ambayo juu ya tamko la kanuni bila kuelezea mbinu watakazozitumia kwa ajili ya mazungumzo yanayofuata. Alipokelewa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Njili na Waziri Mkuu Judith Suminwa, Rais wa Jamhuri ya Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo alielekea moja kwa moja kwenye ikulu ya rais ambapo alikaribishwa na mwenzake Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Katika ziara yake ya kikazi kwa masaa 48 pa Kinshasa, Rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoco alipongeza Rais wa DRC na mwenzake wa Rwanda kuchagua njia ya amani. Baada ya ziara yake ya siku 3 huko Kigali, namba moja huyo wa Guinea Bissau alisema mbele ya vyombo vya habari kwamba DRC na Rwanda kama majirani wa Kiafrika hawapaswi kuishi kwa vita kama ilivyo kwa sasa katika Kivu Kaskazini na Kusini. Hakibainisha kuwa yeye ana jukumu kama mpatanishi katika mzozo huu. Umaro Sissoco alisisitiza kwamba DRC kwa msimamo wake wa kimkakati inajumuisha maendeleo ya Afrika. Kulingana naye, sababu la kufanya kampeni ya amani katika eneo lake na kuunda uhusiano wa ushirikiano ni pamoja na kuwa DRC na uzoefu kwenye sekta ya madini. Guinea Bissau ina madini lakini bado haijaanza kuchimba, na pia zaidi ya hayo nchi ya Guinea Bissau ni wauzaji wakubwa wa samaki. Kwa upande wa Rais Felix Antoine Tshisekedi, alithibitisha kujitolea kwake kwa dhati kurejesha amani halisi yenye uhakika nchini DRC. Aligundua ushiriki wa mgeni wake Rais Umaro Sissoco katika kutaka amani kati ya Rwanda na DRC. Mkuu wa DRC pia alisisitiza juu ya kuheshimu mipango ya amani iliyofanywa na washirika wake. Mwisho wa taarifa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Hii ni Fizi News 24, TV ambayo inapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliyekusomea ni mimi Safari Alimaasi. Fizi News 24, média d'information en temps réel. Fizi News 24, chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.